ingia mahali hapa kama vunjika moyo. Ninaomba Bwana kawatie moyo. Ninaomba Bwana katulisha neno lako. Jioni ya leo Bwana katende. Mungu asirali miujiza na ishara. Baba maana ndiwe Mungu. Ninakataa kawaida. Ninakataa mazoea. Ninaomba Bwana kashuke na ujitukuse maana ndiwe Mungu. Onekana kwa kuimbaji. Onekana kwa kile kipindi. Baba na kile hitaji kwa mahali hapa. Bwana kajitukuse na kuonekane. Nakaribisha Bwana tusajili. Bwana ukawe kiongozi kwa sasa hadi mwisho wa ibada hii. Tukimaliza salama. Tukiwa Bwana kuona wewe sifa na mbinguni kwako. Ninaamini yako Baba utafanya hivyo maana ndivyo ulivyo. Ni kwa jina lako nimeomba nikiamini. Amen. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Amen. Basi ni wakati mwingine ambao tunataka kwenda kumwabudu Mungu. Nataka kaweze kufungua moyo wako jioni ya leo. Kaweze kumwambia tu Bwana asante kwa matendo makuu anayoyatenda maishani mwetu, kwa ajili ya nafasi nyingine tena ambayo ametupa ya kwamba tukaweze kuingia katika ibada hii ya siku ya leo, ya kwamba kuna wengi ambao wametamani ya kwamba wangesimama, ya kwamba kuna wengi wametamani ya kwamba wangeona jua kama tulivyoona sisi, ya kwamba kuna wengi ambao wametamani ya kwamba wangepata nguvu ya kusimama kama tulivyosimama, lakini la ajabu ni kwamba hawajaweza, na kwamba Mungu amekutunuku pumzi ya uhai ya kwamba ukaweze kuingia katika nyumba ya Mungu. Kuna kila sababu ya kunyenyekea, mwambie tu Bwana asante kwa ajili ya ulinzi, kwa ajili ya kunitetea, kwa ajili ya kuniepusha na mambo mengi, ya kwamba nimefika siku ya leo.
majibu yetu ni wewe, wewe ni Adonai, wewe, wewe, wewe ni Adonai, wewe ni Simba wa Yuda. Hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe Bwana. Umetukuka juu ya wafalme wote, umetukuka juu ya miamba. Tukupe nini hasha ya Baba? Tukulipe nini Yesu kwa matendo yako makuu? Maana jinsi ulivyo mkuu, jinsi ulivyotutetea Yesu, jinsi ulivyotubeba Bwana, kama sio wewe Mungu, ya kwamba tusingeweza kuwa leo, ya kwamba leo yetu Bwana ni wewe Mungu umesema, ya kwamba kufika kwetu leo, ya kwamba ni wewe Bwana umesema, ya kwamba ungetuacha hatua moja tusingefika tulipo leo, ya kwamba ungetuacha dalili tusingefika mahali hapa. Oh Yesu, tunakushukuru, tunakuabudu Baba, tunakuinua Yesu kwa matendo yako makuu. Ninakutukuza Bwana, moyo wangu unakuinua, moyo wangu unakutukuza. Bwana, hakuna kama wewe zidi ya uhai wangu Baba, ni wewe tu Mungu wangu, zidi ya uzima wako ni wewe tu Yesu, ya kwamba Baba umenitetea, kuna mengi umeniepusha nayo, ya kwamba kama sio Mungu wangu mimi leo ningekuwa wapi? Ya kwamba kama sio wewe Baba ningeenda wapi? Ya kama sio wewe ningeitwa nani leo? Lakini Baba kwa upendo wako, lakini Mungu kwa uwezo wako, ya kwamba nimefika nilipo, ninajivunia nawe Yesu. Baba nikisema asante kwa upendo wako Mungu, kwa maana wewe umekuwa maishani mwangu, kwa maana Baba umenipendelea, upendo wako wa ajabu. Unataka niangamie, unataka nianguke, ya kwamba ninapolemewa Bwana unakuwa upande wangu, ya kwamba ninaposhindwa Yesu kwa upande wangu. Oh Baba, asante kwa ukuu wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa nafasi nyingine ambayo umenipa tena, ya kwamba nikutukuze, ya kwamba nikuinue. Oh Yesu asante, oh Yesu asante, oh Baba asante, oh Baba asante. Wewe ni Adonai, Simba wa Yuda. Yesu umetukuka sana, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Tukulipe nini Baba? Baada kufika kwetu leo ni kwa ajili yako, kwa yote tunayoyaona Baba ni kwa ajili yako tu, ni kwa ajili yako Yesu, ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yako. Oh Baba asante, Baba asante, Yesu asante, Yesu asante kwa nguvu yako, kwa upendo wako, kwa uzima, kwa uweza wako. Oh Jehova umetukuka, Jehova unastahili, Jehova unaweza, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Oh Jehova ninakushukuru, maana unastahili Yesu, maana unastahili Bwana, maana unastahili Jehova, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili
Bwana, maana unastahili. Asante Yesu, mwana Baba, tunakushukuru. Asante kwa nguvu zako Bwana jioni ya leo. Zidi kuendelea kuteka Baba Jehova ibada hii kwa uwezo wako na nguvu yako. Katika sifa Bwana, acha katembee. Tembea kwa uwezo wako mwanzo hadi mwisho. Bwana mashababa, tunashukuru jina lako maana hakuna kama wewe. Na ni kwa jina la Yesu Kristo ambaye tumeomba. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Amen. Sasa nataka wakati wa sifa. Nataka tukaweze kumshangilia Bwana. Tukaweze kumuinua Bwana. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa.
Twende, 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 twende. Zunguka, 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 ukiongezeka pia unakuja kule na shetani kakuharibu kidogo. Naona utamu umeongezeka mpaka kwa kidogo nataka ku. Amen. Barikiwa sana watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamebarikiwa kufikia hapo? Hebu kwa ishara ya mkono. Amen. Basi nataka uchukue nafasi yako nzuri ukaweze kuketi. Nasema Bwana wabariki sana watumishi wa Mungu pia ambao tumeshirikiana mpaka kufikia hapo. Nataka nishukuru Mwenyezi Mungu, nataka nichukue nafasi mbili kwa ajili ya shuhuda. Nafasi mbili kwa ajili ya shuhuda. Tutaenda kwa haraka kidogo kwa sababu wakati wetu hauko nasi. Lakini pia aliye na mwana haizi kosa ushuhuda. Nafasi mbili za ushuhuda. Ile wa kwanza, Bwana akubariki unapofika mbele na kumshuhudia Mungu. Ni wakati wa ushuhuda. Ile wa kwanza, na Bwana atubariki. Nilikuwa miongoni mwetu, nimetembelewa na ndugu yangu ambaye jana nilivyotoka katika maombi pia tukapatana huko mtaani. Akanambia kwamba twende katika ibada kwa sababu ni ibada ya mafundisho. Siku sita kumwambia tayari mimi nilikuwa nimetoka kwa ibada. Akamwambia twende. Tulivyoenda huko hatukuwa wengi, tulikuwa kama watu 5. Lakini kuna neno ambalo alisema huyo mtumishi wa Mungu. Akasema ya kwamba huu mwaka ni kwamba Mungu hataki kwamba aende na kundi. Mungu anaenda na mtu mmoja ambaye atasimama kama Sheila ama kama mtumishi wa Mungu Pastor Harriet. Asema ya kwamba mimi Mungu ameniita mimi kama mtumishi wa Mungu. Lazima niende mimi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yale mafundisho nikasikia nimeyapokea. Bwana Yesu asifiwe. Akaniahidi kwamba vile ambavyo umetii na kwamba umeenda kule kusikiza mafundisho, na pia mimi nitaambatana na wewe, tutaenda kwa ibada. Akamwambia tuna ibada Jumatano. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Nataka nichukue nafasi hiyo nimkaribishe mtumishi wa Mungu. Atajitambulisha, atatuambia yeye ametoka wapi, atashirikiana na sisi ama amekuja kutembea. Atatuambia. Karibu sana mtumishi wa Mungu, mwalimu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Amen. Amen. Haleluya. Nasema haleluya. Haleluya. Wajua hiyo kelele haijatosha. Wajua nikisema haleluya, usiniangalie mwili wangu unaweza kuwa kama moja, lakini ndani yangu ni zaidi ya moja. Haleluya.
Unajua Mungu anapenda kelele. Ni wangapi wanaamini Mungu anapenda kelele? Wajua hiyo kelele haitoshi, nataka nisikie kelele nyumbani mwa Mungu. Haleluya! Haleluya! Unajua hiyo kelele, na mimi narudia leo nikisema, unajua hiyo kelele inaangusha kuta. Kuna kuta za magonjwa zimekukalia. Kuna kuta za kukosa kazi katika nyumba yako. Kuna kuta ambazo zimesimama zinaangushwa na kelele. Sema haleluya. Sasa unaogopa kupiga kelele nyumbani mwa Mungu, unaenda kupiga kelele wapi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki niutumie muda vibaya. Nimekaribishwa kwa majina. Utanishangaa, majina yangu yanashangaza kidogo. Sipendi kuitwa mchungaji. Ndio maana nimekaa kule nyuma. Napenda kuitwa mbeba mkoba wa mchungaji. Sasa ukiniona njiani niite mbeba mkoba wa mchungaji, kwa sababu ndani ya mkoba ndio kwenye utukufu wa Mungu, ndio kwenye mpango mzima wa Mungu. Sasa mimi niko mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kwa haraka, mimi ni mume wa mke mmoja, niko na watoto 3. Usiangalie mwili, nimekwambia ukiangalia mwili utatatizika sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na nikisimama hapa nikisema ni mbeba mkoba wa mchungaji, nilikutana na Yesu mahali. Amen. Nilikutana na Yesu mahali. Mimi mzazi wangu aliondoka mwaka wa 91, akanitangulia, na maisha yalikuwa mazuri sana. Maisha yangu nilikuwa nimezoea kulala kwa mattress, lakini maisha yakageuka kutoka kulala kwa mattress mpaka kulala chini. Maisha yakageuka, yakachukua mkondo wa kwamba nilikuwa ninakula kwa sahani, nikaanza kula jalalani. Maisha yangu yakageuka, yakawa mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yakachukua mkondo mwingine. Nilikuwa kule upande mwingine kwa Waislamu, lakini Yesu akanitoa huko, akanileta huku kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na haikutosha hiyo, maisha yakaendelea kuwa vibaya zaidi. Lakini Mungu ashukuriwe, kwa sababu alitumia mtu. Amen. Alitumia mtu, akanitoa mahali, akanipeleka mahali, nikakiri wokovu, na maisha yakachukua mkondo. Nimeishi mbali na wazazi zaidi ya miaka 6, na ndani ya miaka hii 6 nilikuwa kule Tanzania, nikawa nalazimika nikasome Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu kuwa hapa siku ya leo. Huyu ni dada yangu. Nimekuja Matangoni. Niko Matangoni. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ana sababu zake za mimi kuwa Matangoni. Nimemaliza mwaka Matangoni. Niko chini ya kasisi kule Mombasa. Ninahudumu kule Mombasa. Lakini nilipotumwa Matangoni, nilikuja kimiujiza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui mtu Matangoni. Wacha niseme wazi, sijui mtu. Nilitoka Nairobi, nikakuja Mombasa, nikatumwa Matangoni. Bwana Yesu asifiwe. Matangoni nikatumwa kikazi, nikiwa ni mgeni. Unajua kama umeishi maisha ya uchokora huogopi. Siku yenye nilifika Matangoni, nimeambiwa nitaingia kazi hapa kwa ofisi ya governor. Sasa mimi nikamwambia mwenye amenileta nitalala hapa sokoni. Hautatafuta nyumba? Nikamwambia mimi nimezoea kulala nje, nitalala hapa sokoni. Akasema watakuua. Nikamwambia mimi siogopi kufa, tayari kuna mtu alikufa kwa ajili yangu. Akaingiwa na uoga, akasema huyu ni mtu wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika ujasiri akanitafutia mahali, akanihifadhi. Nimemaliza mwaka Matangoni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikiwa Matangoni, mimi nitasema tu, hizi ibada za wiki mtakuwa mnanipata. Mimi hakuna chakula ninachopenda kama kuwa nyumbani mwa Mungu. Mtakuwa mnanipata. Lakini kwa sababu tayari nimepangiwa ratiba na kasisi za mwaka mzima kuhudumu, mtanipata katikati ya wiki. Lakini Jumapili mtaniacha niende pamoja na kasisi. Sitaki kumkwaza, maana ninaubeba mkoba wa mchungaji. Hata nikiwa hapa, wacha niseme hivi kwa mchungaji, nikiwa hapa ukitaka kunituma nitume, maana mimi nabeba mkoba wa mchungaji. Wewe nitume kama mtoto wako, niko tayari kutumika mahali popote. Bora unitume katika anga ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukija pale ofisini kwa governor utasikia anaitwa mwalimu. Ndio jina liko kwa kitambulisho, lakini nikiwa kanisani niite mbeba mkoba wa mchungaji, na Bwana awabariki.
Amen. Basi karibu sana katika nyumba ya Mungu. Sisi tunapenda wageni, na kwa sababu umesema kwamba wewe unapotumwa utatumika, basi karibu sana. Isikie kwamba uko nyumbani ambapo umekuja mahali pasawa. Nikisema nyumbani kwenu, unaweza fikiria kile kitanda chako kule, lakini nyumbani mwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi hicho ilikuwa ni kipindi cha ushuhuda. Kama hakuna nafasi nyingine ya ushuhuda, nataka tuendelee mbele zaidi. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni kipindi chingine ambacho nataka kuchukua nafasi ya kukaribisha wageni. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kukanyaga madhabahu hii katika hizi ibada za katikati ya wiki, maybe hiyo ndo mara yako ya kwanza, nataka nichukue nafasi hii, niko na kama dakika 5 nikupe, ili ukaweze kutuambia Bwana anasema nini. Wewe ujieleze kwamba umekuja mahali hapa utashirikiana na sisi ama umekuja kutembea. Dakika ni 5. Kama kuna mgeni yote ambaye unasikia kwamba mshuhudie Mungu, ya kwamba utuambie kwamba umetoka wapi, ya kwamba utashirikiana na sisi, basi nataka nichukue nafasi hii kwa ajili ya nafasi hiyo. Kwa wageni wote ambao umefika siku ya leo, karibuni. Nasema Bwana wabariki sana. Jisikieni huru. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Basi nataka ukaweze kusonga karibu hapa, mtumishi wa Mungu, ili tukaweze kukuona na kukufahamu zaidi. Amen. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Nayo furaha ya Bwana ya kuwa pamoja nanyi alasiri ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa hapa Jumatano iliyopita, lakini sikuwa na nafasi ya kushuhudia wala kujitambulisha. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nimeokoka. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na kuongeza juu ya hiyo, mimi ni bwana wa mke mmoja wa jinsia ya kike. Nimebarikiwa na watoto 6. Na kuongeza juu ya hiyo neema, niko katika huduma ya uchungaji. Bwana Yesu apewe sifa. Poleni kidogo, nitajitambulisha kwa kufahamika. Kuna wengi nimeona sura zao ambao wananifahamu, kama ndugu yangu Mr. Baya ni director katika shule ambayo watoto wangu wanasoma. Sikimwona hapa, mimi nasikia kumshukuru Mungu. Nilikuja kwa mwaliko wa mchungaji Jackson Lewa. Huyu ni ndugu yangu, ni baba mmoja mama tofauti, lakini wote tuko na mafuta ya uchungaji. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka niseme ya kwamba kuna sababu kwa nini Bwana ametukutanisha tena kwa wakati kama huu, na ninamshukuru Mungu kuwa pamoja nanyi. Kwa sasa napatikana katikati ya wiki, lakini nataka niweke wazi ya kwamba kuna wakati utafika nitapatikana mpaka Jumapili. Na zaidi ya hiyo yote, nataka niseme ya kwamba kuna kitu ambacho Bwana anaweza kukifanya ndani ya moyo wa mtu kikasababisha tofauti katika maisha ya mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nitoe neno moja tu, niseme ya kwamba Luka 9:62 nasema, yoyote atiaye mkono wake katika kulima kisha akaangalia nyuma hafai katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kama mpendwa, kama umekuja katika ibada na maisha yako yote, tamani kwamba kama ulivyomjua Kristo usiangalie nyuma, maana nyuma kuna mambo ambayo tayari umeyaonyesha mgongo, ambayo ukigeuka kuyangalia yatakutatiza. Simbarikiwe basi. Bwana asifiwe. Haleluya. Pia hata mimi ni mmoja, ingawaje si mgeni. Nafikiri nakaribia kumaliza mwezi. Bwana asifiwe. Nimesimama tu kumshukuru Mungu kwa sababu aliniwezesha nikaja katika kanisa hili, na nilisema niliposimama hapa kwamba mimi maandiko anasema imani huja kwa kusikia. Imani ya mtu huja kwa kusikia,
Nilikuwa na maana ya kwamba siwezi kujiita ama kukubali tayari kuitwa mtumishi ama mshirika wa kanisa hili kama sijasikia hilo neno. Bwana asifiwe. Nilipendezwa wapendwa, na hata Jumapili iliyofuata nilileta mgeni hapa na akaja akasimama pale akasema yeye ni mzee wa watoto 3. Bwana asifiwe. Na Jumapili ya juzi tena nikaleta kijana ambaye ni mtoto wangu. Bwana asifiwe. Yule aliyesimama pale akaitwa Robert Chea ni mtoto wangu wa 6, maana mimi ni mzazi niliyezaa watoto 10, mmoja akapita. Bwana asifiwe. Nataka niwaambie ushuhuda ni kwamba huyo kijana aliitwa shule ya mbali sana, lakini ikawa sina uwezo. Nikaja hapa nikalia hapa, nikaona mtumishi akasema upeleke ile shule ambayo unataka. Nikampeleka Kilifi Township. Shakala ama vilikuwa kidogo nikana kwamba ilikuwa nimeshindwa, lakini kwa mkono wa Bwana saa hii yuko kule shule. Bwana asifiwe. Isitoshe leo pia nikaja ama nikashikana na rafiki yangu ambaye tuko pamoja, ingawaje amesema sindadima tishwaba, lakini nataka asimame pale. Bwana asifiwe. Ungararati. Huyo ni rafiki yangu, mamake pale kanisa ambayo nimetoka ni kama chalet. Huyo mamake amejaribu akajaribu, lakini mimi nilipiga magoti hapa nikamulilia, leo amekuja. Bwana asifiwe. Kwa wale ambao hawanijui, naitwa Isaac Chea Toya, ninatoka Marafa, lakini saa hii niko pale Mkongani, between katikati ya Chifu Menza na Mwatuma. Pale kuna mtu anafuga kuku, yule ambaye anakaa pale ndiye mimi. Wapendwa, tuko pamoja, hata nikirudi Marafa undaguza. Bwana asifiwe. Ni hayo, Mungu atubariki. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana barikiwe. Kwa majina yangu naitwa Jessica Jilani kutoka sehemu zile za Marereni Kambichi. Bwana asifiwe. Nimekuja kwa shemegi yangu hapa ambaye ni mchungaji Pastor Jackson. Bwana asifiwe. Sisi tuko wawili. Kuna sister yangu pale lakini amesema kwa hataweza kuongea. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu ni mwema juu ya maisha yangu. Bwana asifiwe. Nilikuwa na hali za matatizo, nikaja kuombewa hapa. Nashukuru Mungu saa hii inaendelea vizuri, imepungua kiasi. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa yale mema ambayo anatendea juu ya maisha yangu, kwa sababu sijui niseme nini zaidi. Namshukuru Mungu zaidi sana, nasema asante kwa yale Mungu ambaye amenitendea juu ya maisha yangu. Manake hata nilikuwa nasema kwa acha nirudi nyumbani kwa ile hali ya matatizo, lakini shemegi akanitia moyo akasema kwa usirudi nyuma, songa kwenda mbele. Na nikatulia nikasema acha Mungu niangalie ile mapenzi ya Mungu ambayo ameleta, yuko na sababu kunileta sehemu hizi. Bwana sifiwe. Kwa hayo Mungu ambariki. Nataka uongezee hayo makofi maana hayajatosha. Haleluya. Mtumishi wa Mungu Pastor Harriet tunasema kwamba kuna neema kubwa. Hivi vyombo ambavyo vimeingia katika nyumba ya Mungu, mimi naona kama wote wamesema ni watumishi wa Mungu, ya kwamba mama, hata ukitapokosekana lakini ukitumwa unajua umeachia jeshi, ya kwamba kunaye atakayesimama kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Pia na Yesu sadaka makofi mazuri. Amen. Amen. Inapendeza wapendwa, ya kwamba sisi ambao tumekuja katika nyumba ya Mungu hivi, ya kwamba Jumatano inapofika kama hivi, Sheila leta mtu mmoja, Pastor Jackson leta mtu mmoja, Mtumishi Kalombo leta mmoja, Joel leta mtu mmoja. Unafikiria tutakuwa watu wangapi katika nyumba ya Mungu? Amen. Na hiyo ndio nampendeza Mungu, maana kanisa kwa kuwa ni mtu, na mtu ni mimi na wewe. Tena mimi sasa nisimame ya kwamba kwa kuwa nimeona kwamba Mungu anatenda katika madhabahu yake, acha pia mimi nikamwambie mtu, kwa sababu ameona kile ambacho ndani yangu. Paka Jennifer anaweza, kwa sababu ona hapa tuko live, ninaonekana mbali. Paka Jennifer watu wanashangaa, yule Jennifer yule, yani ni yule ambaye tunamjua. Haleluya. Yes. Wanashangaa, bila shaka ni yule Jennifer. Kwani yule Mungu ambaye yule amemfanya Jennifer paka kwa sasa hivi anaweza onekana katika muonekano ule ni yupi? Sasa kwanza akianza kujiuliza, atatafuta
Ni wapi kwenye Jenifa ambapo alienda akabadilisha maisha yake? Bwana Yesu asifiwe. Kuja namwambia hata si madhabahu nyingine, twende. Akifika hapa akitapa toba, yeye ni wetu. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba kila wakati tukikaa kule nje tupige moshene, ya kwamba tuongee vitu ambazo hazileti maana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naona kama mama uko na neema kubwa. Yaani kuna neema, yaani katika hii madhabahu. Sasa nimeona kwamba vile vyombo ambavyo wanasema kama kunaletwa vyombo, vimeanza kukuja. Sijui kama unaona wapi wewe. Amen. Basi naona muda wangu mimi naona umeenda. Nataka nichukue nafasi hii nimkaribishe mtumishi wa Mungu. Mama nakuheshimu na kuenzi. Nataka tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Simama tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Pigia Yesu kelele. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Mtumishi wa Mungu ambaye ameshuhudia kwa mara ya kwanza amesema kwamba watu wapige kelele. Akasema Mungu anapenda kelele. Ni kama huwa anakaa hapa Jumapili. Simi huwa anaambia nataka kelele za Yesu, kelele zenye maana. Kelele ambayo ikipigwa inaleta uzima, inaleta uponyaji. Sema amen. Basi nataka tushangilie zaidi sana kwa sababu Mungu ametenda. Ni neema ya kipekee Bwana ametutunukia. Watumishi wa Mungu wako katika ibada. Jeshi la ufalme wa mbinguni tukiwa tunaabudu pamoja. Nataka umshangilie Bwana Yesu kwa makofi makubwa, shangwe na vigelegele. Haleluya! Amen. Woo, 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 woo. Amen. Amen. Basi kaa. Watumishi wa Mungu, wageni wote, washiriki wote ambao Bwana amewaweka mahali hapa, nataka niseme ya kwamba jisikieni muko katika miguu ya Baba yenu aliye mbinguni, mwenye kuleta mema yote, baraka zote, utukufu wote. Bwana Yesu asifiwe. Nawakaribisha sana katika kanisa hili. Tena nawakaribisha tena na tena. Kama mtumishi wa Mungu alivyotumika Jenifa akasema kuna neema, na ni kweli. Ni kweli. Mungu anapokufungua macho utaiona neema ya Bwana. Na jana nilikuwa hapa nikiongoza kundi la maombi, nikasema kuna mambo makuu Mungu anaenda kuyatenda. Maombi ya jana alikuwa anaambiana na mtumishi wa Mungu Maketoni kule nyumbani, nikamwambia maombi ya jana hayako ya kawaida. Kwa sababu niliposimama kwa madhabahu, nikiingia tu hapa Mungu akaniambia panda kwa madhabahu, maana nataka nijidhihirishe. Nikawa nikiongoza ile makundi ya maombi ama zile hoja, lakini kulikuwa na nguvu na uwepo mwingine wa kipekee, na nikaona nguvu ya kipekee. Nikaona watu wakiomba pasipo kuhisi kuchoka. Na katika hayo Bwana akajifunua kwa upana kwamba kuna mambo makubwa, kwamba kuna vitu vizuri. Bwana akajifunua kwamba katika huu mwaka kuna mambo makubwa ataenda kuyatenda mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo nalisadiki. Nimejifunza kukaa katika imani, kwa sababu hata kuja kwangu Matangoni ilikuwa ni imani. Na nikiwa mahali hapa katika imani, nalinena kwamba Bwana atafanya kitu Matangoni, na kuna vitu vikubwa vitatendeka, kuna mambo makuu yatadhihirika, na kweli tukayaona, na bado Mungu anaendelea kuyatimiza yale yote alinenea nikiwa Matangoni. Sema amen. Nataka usadiki pamoja nami, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaenda kutendeka. Kuna vitu ambavyo vinaenda kufanyika katika maisha yako. Jana tukawa naombe tukasema kwamba usiogope, si wakati wa kutazama nyuma, wa kuangalia adui anavyokutesa. Ni wakati wa kufululiza, focus kuangalia mbele. Na nikwambia watu, hata kama kutaonekana mawimbi, hata kama kutaonekana majaribu ya kiasi gani, wewe mtazame Mungu, na Mungu wako yuko pamoja na wewe. Na tukafikia mahali tukasema kama kutakuwa basi na mishale inarushwa kwako, kuna watu wanakutakia kushindwa kwako, kuna watu wanataka wewe uanguke, wanataka upoteze maisha. Nikasema ya kwamba mara hii mishale itawageukia wenyewe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na usiku Bwana akawa ananithibitishia hiyo jambo. Kaona niko mahali, lakini kaona mtu mmoja ambaye ni mkuu sana. Nikaona akiniita kwa njia ya kunipigia simu. Nikifika pale, kaniambia nilikuwa nimekuita tu nikusalimia. Na mimi nikapeana mkono, kumbe lengo lake ni kwamba akishanipa mkono alikuwa ni kwamba ameachilia kitu ya kwamba niangamie. Yale maono venye alikuja. Sasa ile kitu ilikuwa amepaka kwa mikono yake, ili anapogusa basi iwe kwisha. Pengine hata ulipuke wazimu, kitu kama hiyo. Lakini niliposhika mkono wake, nikahisi hiyo nguvu, nikahisi vile, nikaona kwamba akifanya nilikuwepo. Lakini pale pale nikainua macho yangu juu, nikamwambia Bwana, huyu amefanya vile kwangu mimi hata toboa. Na nikaona nikimwambia Bwana, chochote ambacho kimegeuzwa kimeelekezwa kwangu, na mimi nakigeuza kwa jina lako, kirudi mahali kimetoka. Sasa ile kwamba nimefanya hivi, nimenyosha mikono yangu juu, nilipoishusha na nikarudisha, nikaona zile vitu zimempata mwenyewe, na nikaona zimemlipua mwenyewe, na amechizika mwenyewe. Kile ambacho alikuwa nikifanyike kwangu kikamgeukia, kikamrudia, na nikaona amechizika mwenyewe. Haleluya! Nikasikia kumshukuru Bwana, akasema Bwana yuko kwenye zamu. Mungu anateta na wale wanaoteta na wewe, anapigana na wale wanaopigana na maisha yako. Haina haja kujitetea. Jana niliwaambia watu, haina haja ujieleze mbele za mtu. Unapoteza time yako, unapoteza wakati wako kumwelezea mtu asiyejua maana. Wewe tazama mbele, maana uko naye mtetezi, uko na mtu ambaye yuko pamoja na wewe, hata kwenye maji mengi, hata kwenye moto, yuko pamoja na wewe. Angalia yeye. Nasikia moto umewaka, lakini sitaki niendelee kwa sababu si mimi nitakayehubiri. Amen. Nataka tupige makofi napomkaribisha mtumishi wa Mungu Mama Ketoni. Bwana amemwandaa kwa ajili yetu siku ya leo. Yeye ndiye ambaye Bwana amemwandaa aweze kutubariki na neno. Piga shangilia Bwana Yesu. Amen. Amen. Watumishi wa Mungu ni zaidi ya magavana, ni zaidi ya kila kitu. Hawa wanafanya kazi. Mwingine siku moja akasema, nyinyi watumishi wa Mungu, mbona nyinyi hampungukiwi? Mtu mmoja alikuwa anauliza mtumishi wa Mungu mahali, kwa nini nyinyi hampungukiwi? Inakuwaje mnabarikiwa? Yeye akasema, akamjibu akasema, nyinyi mwafanyia kazi serikali hii ya dunia, lakini sisi twafanyia kazi serikali ya mbinguni, mahali fedha na dhahabu ndio zinatoka. Amen. Haleluya. Karibu mtumishi wa Mungu na Mungu akubariki. Karibu. Amen. Tunaweza tukaketi. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama ulivyosikia, mimi naitwa Mama Ketoni. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kusimama mahali hapa. Nashukuru Mungu ambaye amenipa hii nafasi kupitia mtumishi wa Mungu Pastor Harriet. Amependa leo ni simame katika zamu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hii nafasi. Nashukuru Mungu hata kwa ajili yenu. Mngelikuwa hamkukaa mahali hapa, hata mimi singeweza kusimama, lakini Bwana imempendeza ili mkakae mahali hapa kusikia neno. Mmoja amesema imani huja kwa kusikia, naye amekuja mahali hapa ili apate kusikia neno. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kila mmoja anahitaji asikie neno la Mungu kutoka kwa Mungu. Basi kabla sijaendelea, nataka tukaombe tu, maana sijasikia kwamba neno limekwisha ombewa. Acha nisimamishe mtumishi wa Mungu yoyote yule akapate kuombea neno. Sitamtaja, lakini ukisikia na huo uwepo wa kuombea neno, omba.
Tuinamishe vichwa vyetu tuombe. Mtakatifu wa Israeli, Jehova uishie milele na kutawala, masaa mengine Baba tumefikia, tumetamani kula na kunywa kutoka meza ya mbinguni. Wanao tuko mahali hapa kusikia kutoka kwako Mfalme, na mbarikisha mtumishi wako na baraka za mbinguni, napoenda kulileta neno Baba, kamtumie kama chombo chako, yale uliyokusudia akaweze kuyanena kutoka kwako Baba, yasipungue neno lolote. Na Bwana uko pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 Bwana kubariki sana. Amen. Mahali hapa ni kweli tuko na vyombo. Mahali hapa ni kweli kuna neema ya kipekee. Mahali hapa Bwana ametuinua. Mahali hapa Bwana ametupatia dhahabu. Amen. Pastor amesema laiti tungelipata macho tukaona kile ambacho kiko katika hii nyumba ya Mungu. Amen. Na hakika jioni ya leo tunaenda kupata macho ili tukaione ile dhahabu ambayo iko mahali hapa. Kuna vyombo tu nimeviona, Bwana anavitumia. Haleluya. Basi nataka tukasome katika kitabu cha Ayubu, Ayubu 42, soma pale 12 mpaka 17. Soma pale Ayubu 12 mpaka 17. Ayubu 42:12 mpaka 17. Ayubu mlango wa 42 mstari wa 12 hadi 17. Nitasoma. Basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 4,000, alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi ya ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Akamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamwita jina lake Kesia, na wa tatu akamwita jina lake Keren Hapuhu. Katika nchi hiyo yote hawakuwepo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao wana waume. Kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka 140, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe hata vizazi 4, na Ayubu akafa mzee sana, mwenye kujawa na siku. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana kubariki mtumishi wa Mungu. Tumesoma habari za Ayubu. Nataka uandike kichwa cha ujumbe, Mungu anaenda kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaenda kukuinua. Nimefungua macho sana tu ya rohoni wakati yule mtumishi akishuhudia juu ya maisha aliyoanza kuishi mpaka Tanzania, mpaka Mombasa, sahihi yuko Malindi. Bwana Yesu asifiwe. Hakika Bwana anaenda kuinua mtu. Hakika Bwana anaenda kukutoa pale mahali na kukupeleka maeneo mengine. Katika habari hizi ambazo tumezisoma za Ayubu, ninapokurudisha nyuma kidogo katika kile kitabu cha Ayubu ile 2, unapata shetani anaenda mbele za uso wa Bwana na anamwambia Bwana, je, huyu Ayubu anakucha bure? Lakini pale tunaona kwamba shetani akapewa nafasi ama akapewa ruhusa aende akamjaribu, aende akampige Ayubu kwa majipu. Biblia inaniambia ya kwamba Ayubu akachukua kigae, akaanza kujikuna mpaka mke wake anakuwa kinyume na maisha yake. Anamwambia ni heri umkane huyu Mungu ili ukafe. Kwa nini unaendelea kukaa katika hali hii? Itakuwaje mahali hapa hapakaliki? Lakini Ayubu unampata anamwambia mama ya kwamba nimefikiria ni wale wapumbavu, sikudhania ya kwamba ni wewe mama wa hii nyumba unayeniongelesha haya. Inamaanisha haya ilikuwa ni hali hii, ilikuwa ni kilio, ulikuwa ni uchungu kwa Ayubu.
Kisha tunapoenda pale mbele kidogo, unapata kuna wachungaji wanaleta habari ya kwamba ng'ombe zako zimekufa, mpaka wachungaji, mimi niliyekukuletea habari ndimi niliyesalia. Kisha unapata pale pia watoto wa Ayubu wanaenda nao kuangamizwa wote. Unampata Ayubu, kisha bado anaendelea kuongea ya kwamba anailani mpaka ile siku ambayo alitungwa mtoto wa kiume katika tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Kisha tunaporudi pale mahali tumesoma, Biblia inasema ya kwamba 12 anasema basi hivyo Bwana akambariki huyo, basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa Bwana anamrudishia Ayubu. Mahali hapa Bwana anamuinua tena Daudi. Mahali hapa Mungu anakiagane na huyu Daudi na huyu Ayubu. Niko mahali hapa kukwambia uko mahali pasawa mpendwa. Mungu ana mpango na wewe kama alivyokuwa na mpango na Ayubu, ndivyo alivyo anaenda kukuinua leo. Bwana Yesu asifiwe. Kama Ayubu kama Mungu alivyomrudishia Ayubu, ndivyo Mungu anaenda kukurudishia kila ulichokipoteza. Ayubu alipoteza watoto, Ayubu alipoteza mifugo, Ayubu alipoteza hata ile hali yake ya maisha. Ayubu alikuwa katika hali ya matatizo hata kwa magonjwa. Bado Mungu alibaki kuwa Mungu kwa Ayubu, maana alimrudishia. Furaha yangu jioni ya leo ni kwamba Ayubu hakumkana Mungu. Furaha yangu jioni ya leo ni kwamba hata wewe hautamkana Mungu. Katika yale yote ambayo unayaona, katika yale yote ambayo unayapitia, Bwana anaenda kukuinua. Kama alivyomuinua Ayubu, ndivyo atakavyoenda kukuinua wewe pia. Lakini nataka ufahamu kitu kimoja. Mungu haezi enda kukuinua ama kubadilisha maisha yako mpaka kuwe na ishara ya vita. Wakati unaona kumechafuka, wakati umeona vita, hapo jua baraka zako ziko karibu, hapo jua kuinuliwa kwako kuko karibu. Wakati umeona mchafuko, wakati kuna mawimbi, hivyo ndivyo ambavyo Bwana anataka kabadilishe maisha yako. Hivyo ndivyo Bwana anataka akabadilishe historia yako. Wakati wa Ayubu ulivyokuwa ulikuwa mgumu, kumbe pale kulikuwa na mpango mzuri. Biblia inasema ya kwamba Ayubu alipata watoto wazuri kuliko wale wa kwanza. Baraka zako zinapokuja, zinakuja za ajabu kuliko zile za kwanza. Labda sahihi kuna vitu unapitia, labda sahihi kuna mambo ambayo unayaona yako sawa. Nataka nikwambie huo ni mtihani, huo ni mchafuko. Mungu ana mpango na wewe kama alivyokuwa na mpango na Ayubu. Baraka zako ziko pale pale, kuinuliwa kwako kuko pale pale, maana Mungu hajaondoka katika kiagane mlichoagana na Mungu. Wakati wa mitihani huwa ni kipindi cha kuinuliwa. Na muujiza ama baraka ama kuinuliwa, huwezi inuliwa, huwezi enda kiwango kingine pasipo hapa chini kwanza wewe kupambana na vita, wewe kupambana na mchafuko. Yule ataongea hili, ukifika hapa kuna mwingine anaongea, ukifika hapa huyu anakuvunja moyo. Waende mbele za Bwana. Mbona Mungu inatendeka hii? Ni nini maana yake? Kumbe pale mbele kuna daraja Bwana anataka kufikishe, na huwezi kufika mpaka mwingine akunene vibaya, mpaka mwingine kwambie haufai, mpaka mwingine kwambie yule ataanguka. Na hapo ndicho chanzo cha wewe kuinuliwa, ndicho chanzo cha kupokea muujiza wako. Hapo ndo njia Mungu anatengeneza. Hata mshale ukukuingia, wewe ukwepe kisha upite uendelee na safari yako. Hivyo ndivyo Bwana anavyofanya, ndivyo Bwana anavyoinua. Hakuna maisha mazuri, hakuna baraka ambayo inakuja rahisi. Hakuna, mpaka mitihani.
Hakuna kufaulu hata katika wokovu, hata katika wachungaji. Hakuna kufaulu katika hii hatua ya wokovu. Ili uanze uchungaji mpaka reverend mpaka bishop, ujue kile ni kiwango. Kuna mitihani yake ambayo ni apitie ndio aingie ile ofisi ya ubishop, aingie ile ofisi ya ukasisi. Kuna njia kwanza upitie. Mbona wakati Mungu anakupitisha ulaumu? Mbona ulaumu? Ni kweli Mungu atusaidie. Wakati Mungu anatengeneza njia ya wewe upitie kwanza, yeye anafurahikia, lakini wewe walaumu. Mitego, kila mmoja anaongea yake. Mwingine anakuwa kinyume, mwingine anakunena vibaya, mwingine amewekwa pale kama mwiba. Ayubu alilani ile siku iliyotungwa mimba ya huyu mtoto wa kiume na ilaniwe. Alifika mahali Ayubu akasema, nilikuja uchi nitarudi. Maana ripoti aliyokuwa ameipokea ilikuwa ni ripoti ambayo ni mbaya tu. Biblia inasema Ayubu alirudishiwa. Amen. Rudishiwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alirudishiwa. Kisha wavulana walikuwa ni 7, watoto wa kiume walikuwa ni 7, na wale wa kisichana walikuwa ni 3, wa ujiru wa 10. Haleluya! Punde zilirudi, ng'ombe zilirudi. Kumbe ukipokonywa unarudishiwa zaidi. Zakayo alimwambia Yesu, kama niliiba mimi narudisha mara 2 ya vile nilivyoiba. Walirudishiwa wale waliokuwa wamepokonywa. Kuna uwezekano umepokonywa hata afya yako. Niko hapa kukwambia Mungu anaenda kukurudishia, Mungu anaenda kukuinua. Wameiba hata maisha unayoishi ni chuki kumbe kwa mwingine. Bwana anaenda kukurudishia. Andika hatua. Haya, katika kuinuliwa pia kuna hatua. Ili Mungu akaweze kukuinua ama akaweze kukurudishia, mkumbushe Bwana matendo yako mazuri. Ili Mungu akaweze kukuinua tena, mkumbushe Mungu matendo yako uliotenda. Soma katika kitabu cha Wafalme wa Pili 20:3-6. Nataka nikupe hizi hatua ili ukitoka hapa ukazitumie ili uweze kumuona Mungu, ili Mungu akuinue ama kurudishie haki zako zote. Mkumbushe Mungu. Wafalme wa Pili 20:3. Wafalme wa Pili mlango wa 20 mstari wa 3 hadi wa 6. Nitasoma. Amen. Na kusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Naye Isaya akasema, twaeni mkate wa tini. Wakautwaa wakaweka juu ya jipu lake, naye akapona. Amen. Ilikuwa ni 6. Yeah, barikiwa sana mtumishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya kwanza inasema ili upate kuinuliwa ama upate kurudishiwa, mkumbushe Bwana. Habari hizi za Hezekia. Wakati fulani Hezekia aliugua na kukatumwa mjumbe Isaya akamwambia, mwambie Hezekia hataishi, atakufa.
atengeneze mambo ya nyumba yake. Katika maandiko, Hezekia alipopokea huu ujumbe, alipopata hizi habari, kwanza aliziamini, alizipokea na akakubali ya kwamba ujumbe huu ni wa Mungu haswa, ameongea na mimi ya kwamba nitengeneze mambo ya nyumba yangu, maana nitakufa sitaishi. Amen. Ni Mungu. Nimesema ya kwamba ili urudishiwe, ili uinuliwe, mkumbushe Bwana. Hapa Hezekia anageuka, anatafuta Mungu, anamwambia Bwana, angalia jinsi nilivyokuja mbele zako. Angalia kile ambacho nimefanya pale Bwana. Angalia hawa watumishi wanaabudu mahali hapa ni kwa sababu ya matendo yangu mimi. Hata sasa niko hapa, bado kuna jambo lipate kutendeka ili mtu mwingine aweze kusimama aendelee na injili. Mbona Bwana ifanyike hivi? Mbona niondoke Bwana? Bado kuna kazi yako Bwana. Nahitaji nisimame niifanye, maana kuna mahali niende nisimame ili wengine wakutumikie. Kuna mahali niwafikie wale watu. Ni mimi niende pale Kilifi, ni mimi nisimame pale Mkongani, ni mimi niende kule Madeteni kwa ajili ya nafsi zako Bwana. Anamkumbusha Mungu kile ambacho anafaa akakifanye, kinastahili kiende kikafanyike kwa wakati ule. Amen. Haleluya. Amen. Mkumbushe Bwana. Amen. Hapa watumishi wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema nini jameni? Twendeni mbele za Bwana tukamkumbushe Bwana. Bwana, tunafanya hiki kisha bado twastahili. Tunafaa tusimame katika nafasi hii. Mbona Bwana tuondoke na bado kuna kazi? Bwana alipoangalia, Biblia inasema Isaya alikuwa bado yuko njiani, hajafika kwake, akarudishwa. Anaenda akakaluse kifo Isaya. Maana Mungu anena, Bwana anaenda kurudisha miaka 15 ya Hezekia aishi tena. Mungu anarudisha, Mungu anasimamisha tena. Hata kufa jamani Hezekia, maana kuna kazi. Mbona wao sema napitia hili? Mbona Bwana nasikia kama ambaye inafa kufa. Amen. 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 Mungu alisikia. Mungu alimrudishia tena kuishi. Haleluya. Amen. Hata sisi hapa Mungu hajashindwa. Kama ametufanya hivi, ametusimamisha mahali pazuri, ametutengenezea bustani ya Edeni hapa, hata ukiingia unasikia uwepo. Kweli si kweli watumishi? Amen. 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 Uwepo. Shangilia Bwana kwa makofi mazuri. Amen. Kama Mungu anaweza kututengenezea bustani nzuri, anaweza kufanya zaidi ya haya ambayo tunayaona hapa. Amen. Anaweza kukusikia wewe hata kama umetangaziwa kifo, hata kama wengine wameandika kwenye internet ya kwamba hana kazi tena. Kuna Mungu ambaye anaenda kukupatia kazi. Yes. Hata kama wamesema yule hatazaa. Yes. Kuna Mungu ambaye anaenda kukupatia mtoto. Yes. Hata kama wamesema hautaolewa. Yes. Kuna Mungu anayekuletea kijana. Yes. Wamesema hutaoa. Kuna mtu anakuletea binti mrembo. Yes. Ndio. Hivyo ndivyo Bwana anavyofanya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo Bwana anaenda kufanya mpendwa. Mungu anasikia. Maombi anaombwa na Hezekia, lakini ujumbe unarudishwa tena kwa huyo Isaya aliyeleta ujumbe. Kwani huyu Mungu alikuwa hezi kuongea tayari pale na Hezekia, nimekusikia hutakufa. Bwana alikuwa anataka athibitishe ule ujumbe hata kwa yule aliyemtuma ajue ya kwamba mimi ndiye. Yes. Wewe uliyetumwa, rudi wewe uliyetumwa. Wewe uliyetangaza, wewe ndio. Wewe. Haya, niambie pastor. Yes. Nasikia sasa tukaombe tu. Tukamwambia Bwana yule aliyetumwa kutangaza ya kwamba ni basi mimi, ni basi hakuna tena. Tunamwambia huyo
Haleluya. Amen. Nasikia tukaombe. Amen. Hapo amefika ni kusimama tu na kumwita Roho wa Mungu ashuka, atembee, aongee na watu wake. Jana tuliambiwa ni hii wiki. Amen. Amen. Naam. Amen. Haya, Jackson pale anacheka, mama anasema tunabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka haya maombi tukajiingize kwa utaratibu. Amen. Yana ametumwa na habari mbaya za kifo, anaregeshwa yeye alete habari njema. Yes. Inawezekana hata kwako baya. Yes. Inawezekana baya. Yo. Walitangaza kifo. Yo. Kwa biashara yako. Yes. Kwa walimu wako. Inawezekana. Inawezekana tena. Inawezekana. Yes. Amen. 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 Haya. Oh yes. Karibu pasta. Tosheka na hiyo ponzi moja. Zile zingine tuziache. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako tunapoenda kuomba. Karibu mtumishi. Yes. Moto. Sema moto. Moto. Sema moto. Moto. Piga makofi kwa ajili ya mtumishi. Yes. Mtumishi napopenda hapo. Na ni kweli. Kwa nini nimegeuza uso wangu, nimekulilia, umenisikia? Usiniambie ya kwamba nimekusikia na nimekuongezea miaka 15 maana nimekuelewa. Mungu si wa kuchanganyikiwa, ni wa mipango. Yes. Alitaka awatumie wale waliokuja kutangaza kushindwa kwako. Ndio. Wale ambao walisema hautatoboa. Wale waliosema kwamba hautafanikiwa. Waliosema kwamba hautadumu kwenye ndoa. Yes. Waliosema ya kwamba wewe hauna sifa ya utumishi. Wale ndio ambao watakuja. Yes. Tena walete watu. Ndio. Waseme Jackson ni mtumishi wa Mungu. Mara ya kwanza alisema tuoni Mungu. Yes. Lakini sasa wanasema kuna Mungu. Yes. Watatangaza habari njema. Yes. Watatangaza habari njema. Thank you Jesus. Oh yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Hapa ni pazuri. Watarudi wao. Tena kuna mahali pengine napaunganisha hivi. Naam. Kuna mahali pengine kwa mtu mmoja anaitwa Batimayo, akiwa hali yake ni mbaya. Yes. Na watu wamemzoea na kakaa pale barabarani. Ndio. Amejaa mavumbi, matope ya barabarani. Hafui, maana hata kuona kule kwenye mto ajui ni wapi. Kwenye mfereji ajui ni wapi. Sasa watu wanapita, Yesu anapita. Yes. Anajaribu kuuliza, jamani kunaendelea nini? Mbona nasikia kelele? Yes. Wale wanamwambia wewe tulia. Yesu hana haja na watu vipofu. Tulia. Yesu hana haja na watu wachafu. Yes. Wakamkejeli. Yes. Wakamwambia wewe hautasikizwa. Maana huwa wewe watu kama nyinyi hamuhusiki sana na mtu kama huyo. Lakini cha ajabu ni kwamba huyu mtu alisimama akaendelea kunena mbele za Yesu, Yesu. Lakini angalia sasa, Yesu akasema muleteni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walioamua mlete ni wale ambao walimkejeli. Yes. Wakarudi wakamwambia jipe moyo. Jipe moyo. Yesu, tumerudi kwako. Yes. Tulikuwa tumekwambia kwamba hataki kukuona. Yes. Maana wewe ni mchafu. Dio. Lakini nimerudi. Jipe moyo. Yesu anakuita. Jipe moyo. Yes. Jipe moyo. Yes. Anakuita. Jipe moyo. Yesu. Anakuita. Jipe moyo. Hallelujah. Amen. Nataka niseme ya kwamba wacha kuogopa habari mbaya. Hii ilikuwa inatosha
kabisa Hezekia anguke na pressure, licha ya kwamba ni mgonjwa. Hiyo ilikuwa inatosha akufe kwa pressure. Lakini akasema hapana, huu ni ujumbe umetoka kwa Bwana, umehakikishwa. Lakini nina nafasi na mimi ya kumweleza Bwana. Nina nafasi ya mimi ya kumwambia jambo Mungu. Mungu anakusikiza jioni ya leo. Unamwambiaje? Mwambiaje? Unamwambiaje? Mwambiaje? Juu ya yale ambao watu wamekunena, juu ya yale watu wanaona kwamba we hauwezi, Mungu atawatumia wao waje kwako, atawatumia hao. Mungu alitaka thibitishe neno lake kwamba rudi wewe uliyepeleka ujumbe ukashuhudie kwamba kimebadilika. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Mungu atarudi kwako, atarudi na vyote vilivyopotea, atarudi na vyote. Jitie moyo, jitie nguvu, jitie nguvu, jitie nguvu. Maana mtumishi amesema ya kwamba kama kuna mambo mazuri huwa kuna kawaida ya vitihani. Wakati mwingine najiuliza vimetokea wapi hivi vitihani hivi? Kumbe ni kwa sababu ya dhahabu, ni kwa sababu ya kitu kizuri, ni kwa sababu Mungu akitaka uende mbali lazima alete mchafuko. Lazima alete mchafuko. Sikiza nikwambie kitu. Kuna mnyama mmoja ama ndege mmoja anaitwa tai. Tai ili aweze kupaa juu zaidi anahitaji upepo wa kisulisuli, anahitaji mchafuko wa upepo wa kisulisuli. Wakati kuna mchafuko wa upepo, yeye huwa hatumii nguvu kupiga mabawa, hatumii nguvu kuyakunjua mabawa yake. Akafanya namna hii, kwa muda mchache utampata Nairobi. Kumbe michafuko inanipeleka mbali, sikujua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mmoja kulichafuka mahali fulani, nikaanza kumlilia Bwana, Bwana uko wapi? Kwani umeniacha? Bwana uko wapi? Yani Mungu akachafua. Namuuliza Bwana ni vipi? Asema ni mimi, katikati ya haya ni mimi. Namwambia Bwana, unakuaje wewe? Ni Mungu wa mema, wewe si Mungu wa mabaya, wewe si Mungu wa michafuko. Hii si wewe, huyu ni Bwana. Sema Bwana, ni mimi haswa, ndimi ambaye nimechafua, kwa sababu nataka nikuinue. Maana siwezi kuchafua, siwezi kukuinua kama hakujachafuka. Mungu akitaka uongezwe mshahara kazini, anaweza leta mchafuko. Akitaka cheo kile ambao uko nacho pale kazini, unakaa yani wewe ni mtu wa kulipwa pesa nyingi afu unakaa kufinyiliwa, anaweza sababisha huyo bosi wako akuchukie, wafanyikazi kukusingizia vineno ambavyo huvijui, michafuko pale kazini, watu wanakuchukia. Sasa unajiuliza nimekosea wapi? Kumbe Mungu amesababisha makusudi mchafuko, kwa sababu anaona wewe si wa kiwango kile unacholipwa. Una mahali anataka akupeleke ukalipwe kile kiwango anachotaka yeye, na hawezi kukuondoa hapa mpaka watu wakuchukie. Amen. Nimeelewa, silalamiki tena basi. Silalamiki tena, maana nimeelewa. Asante Yesu. Nataka sasa tuabudu ili tuende tukaombe. Nataka sasa usikie chemichemi ndani mwako. Wenda ukamwambia jambo Bwana. Wenda ukazungumze na Jehova. Wenda ukamwambia Mungu wako jambo. Asante Jehova. Asante Jehova. Asante Yesu. Hakuna mwingine kama wewe Baba. Hakuna aliye kama wewe Jehova, uweza wa yote. Asante Jehova. Yote yanawezekana, yote yanawezekana alipo Yesu, yanawezekana. Wanasema yote yanawezekana, yote yanawezekana.
Unabadilisha maisha ya mtu, unabadilisha uteka wa mtu. Na Bwana amezungumza nasi ujumbe huu mzito ya kwamba Ayubu alikuwa mwenye haki, lakini kafikia mahali akapitia mitihani mingi sana kiasi cha kupoteza kila kitu. Kuna wakati mwingine unaweza kufikia mahali ukaona kama unapitia mambo magumu mpaka ukajihisi ni kama unajiuliza, kwani nimemkosea wapi Bwana? Yes. Unaweza ukaona ni kwani Mungu amenikataa, kwani ni jambo gani ambalo limefanya? Lakini nataka nikwambia Ayubu hakuwa ametenda jambo lolote baya, hakuwa ametenda chochote. Yes. Lakini kulikuwa kuna mpango wa Mungu. Na hata Ayubu alipopoteza, maandiko yanasema kwamba Bwana akaurudisha huo mwisho wa Ayubu ukawa mzuri kuliko kwanza. Inawezekana unahuzunika kwa sababu biashara yako imekwama ama imeanguka tayari. Inawezekana uko na maswali, unahuzunika kwa sababu ndoa yako imeharibika. Inawezekana uko na maswali, hujui utaanzia wapi. Unang'ang'ana, uko na jamii inakutegemea, lakini hakuna njia yoyote, kila wakati unaona giza. Nataka niseme ya kwamba neno hili limekuja ili Bwana kurudishie. Yes. Hata Hezekia alipokuwa ametangaziwa habari za kutisha na ikawa inaonekana maisha yake kwisha, lakini maandiko yanasema ya kwamba Bwana aliweza kumrudishia tena na akamwongezea miaka, akarudisha tena uhai kwake, akarudisha tena mafanikio, baraka. Mungu yuko mahali hapa ili akurudishie. Nataka uchukue hatua ya imani kusimama hapa mbele. Yes. Ujumbe usiuache uende bure, kwa sababu Mungu ana sababu, ana makusudi. Kuna kitu labda hakijakaa sawa, labda umepoteza ndoa, lakini nataka nikwambie Mungu anaenda kutenda muujiza mwingine. Ulikuwa na mchumba, labda uchumba ukakatika, kila mmoja akaenda kivyake, lakini Mungu hajakatika. Mchumba ndiye aliyekuacha, lakini Mungu hajakuacha. Biashara imeanguka, biashara ndio ilianguka, lakini Mungu bado amesimama pale pale. Aliyekupa njia ya kuanzisha biashara na ule mtaji ndiye Mungu yule yule ambaye atarudisha kwako. Haijalishi ni mifugo imeenda, haijalishi umepoteza nini, Mungu ana uwezo wa kukurudishia. Ili ombi si la kawaida. Hiki ni kitu kinaenda kutendeka kwako. Heshima yako Bwana anaenda kuirudisha. Biashara zako zinaenda kurudi. Nyosha mikono yako juu. Imba pamoja nami wimbo huu, nyenyekea mbele za Mungu. Niangalie Baba, niangalie Baba, niangalie Baba, nihurumie, niangalie Baba, niangalie Baba, niangalie
wengine wameshindwa kwenye biashara zao, kuna wengine wameshindwa kwenye mapato yao, kuna wengine wamenyanyaswa kazini, kuna wengine wamenyanyaswa kazini, kuna wengine wamenyanyaswa kazini, kuna wengine wamenyanyaswa kwenye biashara zao, kuna wengine nyumba zao zimewashinda, kuna wengine Bwana wana vipindi vigumu, lakini Yesu anakubariki jioni ya leo. Wako kwenye madhabahu yako, wako kwenye madhabahu yako, wako kwenye madhabahu yako, wako kwenye madhabahu yako.
mafanikio ya kazi, kuinuliwa, warudisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Jehova, asante Jehova, nakubariki kwa sababu ya uaminifu wako na kutukuza kwa matendo yako makuu. Ndio umetenda mema Bwana, uwepo wako Bwana umetembea kwa watu wako. Yes. Na wewe Bwana umeleta mabadiliko katika maisha yao. Asante na kubariki na kutukuza. Taka kabla tujaingia katika kipindi kingine labda cha matoleo, nataka nimpishe mtumishi wa Mungu aweze kuomba kwa kumalizia kwa maombi, alafu tutaingia katika kumtolea Bwana. Karibu mtumishi wa Mungu, uombe. Asante, asante Bwana mtakatifu wa Israeli, Jehova uishie milele na kutawala. Yes. Na kushukuru kwa maana hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Yes. Matendo yako ni makuu. Ndio. Na fadhili zako ni za milele. Yes. Umekuwa mwema na watamani katika mioyo yetu na maisha yetu. Ndio Bwana. Imekupendeza kutunenea jioni ya leo. Yes. Kwamba kuna kurudishiwa. Yes. Katika vile vilivyotutoka katika maisha yetu. Yes. Jioni ya leo tunakutukuza kwa ajili ya wanao ambao wameweza kulisikia neno, na kushukuru kwa ajili ya mtumishi wako ambaye amelileta neno, na kushukuru kwa ajili ya kila mmoja aliyehudumiwa, aliyesongea kwenye madhabahu yako kwa ajili ya kurudishiwa tena. Yes. Baba wa milele, nina imani ya kwamba mioyo ya watu wako
na maisha yao na miondoko yao na jamii zao na biashara zao na kazi za mikono yao na wana wao na kila kitu kilicho kwenye himaya yao. Baba, umewarudishia tena. Ndio Bwana. Na kutukuza kwa maana hakuna Mungu kama wewe. Yes. Asante Bwana kwa ajili ya kipindi hiki. Inuliwa, himidiwa, tukuzwa, maana hakuna kama wewe. Nimekuita kuonekane katika neno, nawe umeonekana na hata kuhudumia mioyo ya watu. Nasema ni asante, maana wewe ni Mungu mkuu. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Mtu aseme amen. Amen. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi makubwa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuko katika kipindi cha matoleo. Tuko kipindi cha kutoa sadaka. Ukiwa umeiandaa sadaka yako, umeleta sadaka yako, basi kunacho chombo pale, tatumbukiza mahali pale sadaka yako. Nasema Mungu atubariki sote ambao tumeweza kuja kwa ibada. Kumbuka kuja katika maombi ya siku ya Friday tuko na maombi ya mchana saa 6 mpaka saa 8. Huwa ni maombi ya masaa mawili mfululizo pasipo kusimama. Tunaomba kwa muda wa masaa mawili. Ukipata nafasi, fika kwenye hayo maombi. Jana tulikuwa hapa, tunashukuru, tulikuwa na maombi mazuri na pia tulikuwa wengi sana kwa hiyo maombi ya mchana, na pia nashukuru leo tumekuja kwa ibada, na naamini ya kwamba Mungu atakusaidia kupatikana katika hayo maombi ya Friday. Mungu akusaidie uweze kupatikana ili tuendelee kutafuta Mungu kwa pamoja. Nasema nawakaribisha nyote, wageni nawakaribisha tena na tena. Mungu awabariki kwa ujio wenu. Umekuwa wa baraka kwetu. Nasema Mungu awainue na watendee mema, ainue huduma zenu alizowaitia, mito ile ambayo Mungu ameiweka ndani wenu. Basi Mungu azidi kuikuza na ikaweze kwenda mbali zaidi.